Hii ni Maisha Kamili, twakufungulia Biblia uyaone maisha. Rafiki yetu kipenzi, mfuatiliaji wa masomo haya ya kujifunza Biblia kwa kutumia mwongozo, tunakukaribisha sana siku ya leo. Tuendelee na masomo haya, maana Bwana ni mwema, ametujalia nafasi tena nyingine. Wiki nyingine tunaanza na tuko somo la 7, somo linalosema maombi yenye matokeo. Maombi yenye matokeo, na fungu letu la kukariri linatoka katika Zaburi 62 mstari wa 8. Kabla hatujasoma fungu letu, tupate kuomba. Baba yetu na Mungu wetu mtakatifu, jina lako litukuzwe. Amen. Tunakushukuru kwa kuwa umetuleta tena tujifunze. Amen. Kuwa mwalimu wetu, ukitujalia usikivu na hata huyu mfuatiliaji wetu, mwanzo hadi mwisho, katika jina la Yesu Kristo, amina. Amina. Mtu wa Mungu, fungu letu linatoka katika Zaburi 62 mstari wa 8, nalo linasema, enyi watu mtumainini siku zote, ifunueni mioyo yenu mbele zake. Mungu ndiye kimbilio letu. Mungu ndiye kimbilio letu. Amen. Ifunueni mioyo yenu mbele. Maombi. Tunaendelea na mada tuliyokuwa nao wiki iliyopita. Ni wakati, kabla tujaendelea, wa kujihoji mpaka sasa hivi tumefika wapi? Hivi maombi yetu yako? Maombi yako yakoje? Kwa ngapi unaomba? Kwa kiasi gani? Umewahi kuomba mpaka unatoka jasho? Umewahi kuomba kwa bidii kabisa, kwa shauku kabisa? Na ni mara ngapi? Mara ya mwisho ilikuwa ni lini? Wakati wa dharura tu, au ni wakati wa mvua yenyeshi, jua liwake kawaida, umejiwekea kama Danieli alivyojiwekea? Leo wiki hii tutajifunza maombi ambayo yanatutaka kama somo fungu tulilosoma kwamba tumtumainie Bwana, tufungue mioyo yetu kwake siku zote, kwa sababu yeye ndio kimbilio letu. Tutaanza Jumapili na Elia. Maombi yenye matokeo, hata kama ni matokeo tofauti na ulivyotarajia, lakini yana matokeo. Ni matokeo. Wafalme wa kwanza sura ya 19. Elia alikuwa ameomba moto ukashuka kutoka mbinguni ukadhihirisha Yahwe ni Bwana, ndiye anayeshusha mvua na sio Baali, mbele ya manabii wa uongo wa Baali na wana wa Israeli waliokuwa na sita katikati ya njia mbili. Matokeo yalionekana dhahiri shahiri, lakini kisa kipo katika kitabu hiki cha Wafalme wa kwanza 18 hapa nyuma. Kabla tujaendelea sura ya 19 ambayo nataka tuangalie leo, tunaona huyu aliyejibiwa jana anapokea kitisho kutoka kwa mama. Sema mama. Tena mama Yezebeli. Mama Yezebeli. Huyu mama alikuwa ana ujasiri, alitoa tamko akasema, ulichowafanya wale manabii wa Baali uliwaua baada ya pale, na miungu inifanyie hivyo hivyo na kuzidi, kama kesho sitakufanyia. Kwa hiyo kwa lugha nyingine, kabla mimi sijakatwa na miungu, mimi kesho nitahakikisha ninakukata. Akasema Elia, akasema huyu mama amepania sana. Kwa hiyo akasahau yale ya jana, miujiza ya jana, kwamba Mungu aliyetenda jana hata leo anaweza kumlinda. Akatimuka mbio. Kisa na mkasa ni katika Wafalme wa kwanza sura ya 19. Amekimbia, angalia anavyojinyoosha na kuomba. Fungu la 4. Twende tu haraka. Fungu la 4. Lakini yeye mwenyewe akaendelea katika jangwa mwendo wa siku moja, akaenda akaketi chini ya mretemu, akajiombea roho yake afe. Akasema, yatosha. Sasa Bwana, iondoe roho yangu,
kwa kuwa mimi si mwema kuliko baba zangu. Naye akajinyosha akalala chini ya mretemu. Na tazama, malaika akamgusa akamwambia, inuka ule. Akatazama, kumbe pana mkate umeokwa juu ya mkaa na gudulia la maji kichwani pake. Akala, akanywa, akajinyosha tena. Malaika wa Bwana akamwendea mara ya pili, akamgusa akasema, inuka ule, maana safari hii ni kubwa mno kwako. Akainuka, akala, akanywa, akaenda. Utaendelea mpaka mwisho ukipenda. Hebu tupate hiyo kitu. Anaomba wakati wa zahama, na anaomba afe. Ameomba vizuri hivi? Hapana. Na alikufa? Mungu alimjibu alikufa? Mungu alijibu, alimletea chakula. Unatoka na nini hicho hapo? Muda fulani tunaweza tukawa tunahitaji matokeo yetu, lakini sio ya Mungu. Mungu alimjibu. Mungu alimjibu. Aliposema afe, akamletea mkate, alimjibu. Alimjibu kwamba yeye sio wa kufa. Kwa hiyo Mungu alimjibu. Alimjibu. Mimi naona hiyo. Ila unamlaumu pia alipoomba kwamba Mungu amuondoe. Mnamlaumu. Kwa nini? Alikata tamaa. Alikata tamaa. Asingekata tamaa. Lakini amekata tamaa, aombeje? Ukikata tamaa unaruhusiwa kuomba. Ukikata tamaa unamwachia Mungu, unamwambia Mungu, mapenzi yako yatimizwe. Ile usiseme ni uwe. Yaani yeye hakutaka kuendelea na hayo maisha, alikata tamaa kwamba kuna anachokiweza tena, kinachowezekana tena baada ya hapo. Bora tu afe. Musa naye aliomba afe. Nakumbuka wakati fulani, usipowasamea au uniondoe tena kwenye kitabu cha uzima. Okay, kuna maombi wakati wa zahama ambayo ni magumu. Mimi simlaumu kwa maana kwamba akukata chupa na kuzimeza afe aondoe uhai. Alimuomba Muumba anayetoa uhai au uchukue huo uhai. Bado ni unyenyekevu. Ni ombi la aliyekata tamaa kweli, lakini anamuomba Mungu. Alafu anamwachia Mungu ajibu. Na Mungu akajibu. Hakukataa kula alipoambiwa kula. Alisema Mungu amejibu, kuja nini? Analala tena bila kula. Safari ndefu. Na kule tungeendelea kusoma tunakuta Mungu anakutana naye, anamwambia wewe unafanya nini hapa? Kwanza ulikujaje? Mbona ulikimbia yule mama? Kwanza kazi haijaisha. Na sasa kutoka hapa tunaenda kufanya hiki na hiki. Usidhani kwamba umemalizana na mimi sasa ni wakati wa kukuchukua. Sasa wakati wa zahama unaombaje? Tunajifunzaje? Tunataka matokeo. Tunapoomba, si ndivyo? Ndio. Mungu ajidhihirishe. Unajifunza nini? Mungu anajidhihirisha kwa mapenzi yake, sio kwa mapenzi yetu. Amina. Na ukienda kule, akiwa kule pangoni kule, Mungu alikomwambia twende, kuna safari tukakutane kule. Elia alitarajia Mungu atautokea kwenye moto kama alivyojizoea jana, alivyoshusha moto kutoka mbinguni. Mwishoni Mungu akajidhihirisha kwenye kaupepo kama kule kwa Adamu, ile Adamu ile ya Mwanzo sura ya 3. Mungu alikuwa anapita kwenye kaupepo, akasikia Mungu anakuja kwenye kaupepo kale kale, utulivu kale kale. Unafanya nini hapa? Swali likaja vile vile, afu akampatia maelekezo. Kwa hiyo kama ulivyosema, Mungu anafundisha kama anajitokeza katika njia mbalimbali, lakini zenye matokeo. Ila wakati wa zahama, wakati mwingine tunashindwa kuomba ipasavyo. Ila nashukuru kwamba Roho Mtakatifu anatusaidia pia kuomba apendavyo Mungu. Tuombe. Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa ajili ya somo hili kutoka kwa Elia aliyeomba wakati ambapo hakujua zaidi ya kuomba nife tu, lakini wewe ulimjibu katika namna ambayo ilimshangaza, kwa mkate
na kwa utume zaidi. Hata nasi tunapopitia wakati huo, tukimbilie kwako katika kuomba. Haijalishi tutaombaje, tunajua wewe utatutengeneza. Bariki na mtoto wako kama anapitia naye zahama na ameomba maombi magumu, Baba kafanye mepesi, kaachilie njia pasipo na njia, maana wewe ni Mungu wa matokeo. Mpaka wakati mwingine, ndivyo tunavyoomba kwa jina la Yesu, amen. Amen, amen. Basi mfuatiliaji wetu, hapo ndipo tumefika mwisho kwa siku ya leo, ambapo tumemwona Eliya kuomba katika zahama. Siku ya kesho, siku ya Jumatatu, tunaendelea na masomo yetu, na kesho hiyo siku tunaona somo linalosema maombi yanapoonekana kutojibiwa. Amen. Unafanyaje wakati huo? Amen. Njoo kesho tuone. Amen. Karibu sana. Mimi ni Geoffrey Omondi. Na mimi ni Enos Makalindile. Usikose somo la kesho. Mungu akubariki. Amen.